Naam, kwa mara ya kwanza tena tunakuja kwa mara nyingine, tunakuja kukupa vitu ambavyo bado vipya kabisa mpenzi msikilizaji, na hakika hautajutia bando lako, kwa maana kila siku tunakuwa bora zaidi ya jana. Mpenzi msikilizaji, baada ya kula sikukuu kwa shangwe na bashasha na vigelegele, sasa tunaingia katika chaneli yetu kama kawaida mpenzi msikilizaji, na leo nakuletea kitu hichi hapa cha mwanadada mmoja. Tunamuona kwenye nyumba mmoja mwanadada mmoja ambaye alikuwa anaitwa kwa jina la Nancy. Nancy alikuwa akifanya mapenzi na bosi wake, lakini wakati anazagamuana na bosi wake, tunaona kwa pembeni kwenye meza kulikuwa kuna simu ambayo ilikuwa ikirekodi. Je, unajua nini ambacho kiliendelea baada ya kurekodi hiyo video? Walikuwa wanafanya mapenzi na bosi wake Nancy. Nancy alikuwa ni mfanyakazi wa ndani, alikuwa anafanya mapenzi na bosi wake. Baada ya kufanya mapenzi na bosi wake, huko alikuwa akirekodi na kurekodi kwenye simu yake, ili ana mpango wake mwenyewe anayejua katika kurekodi hiyo video. Lakini tunaishia hapo mpenzi msikilizaji. Kabla hatujaendelea, ungefanya jambo la kiungwana la kusubscribe channel yetu ili uwe wa kwanza kabisa kupata vitu vyetu pindi bado vipya kabisa ndio vinatoka jikoni. Mpenzi msikilizaji, hakika hautajutia bando lako, na sasa hivi unapata sauti iliyoshiba, kwa sababu hatuna swaumu tena. Sasa hivi tulishafungua ndani ya mwezi wa Ramadhani. Tulikuwa tunabania kidogo sauti kutokana na mwezi mtukufu, na pia tulikuwa tumefunga ndani ya swaumu, kwa hiyo sauti sometime ilikuwa haitoki. Kwa sasa hivi unapata sauti iliyoshiba kabisa mpenzi msikilizaji. Basi tunaendelea sasa na ili hapa studio letu la ukweli kabisa. Tunamuona jamaa mmoja alikuwa anaitwa kwa jina la John. John alikuwa anaishi na mke wake, ambaye huyo mke wake alikuwa anaitwa Janeti. Lakini Janeti alikuwa yeye ni mtu ambaye anampenda sana John. Lakini tunamuona mwanadada mmoja ambaye ni Nancy anakuja kuomba kazi katika huo mjengo ambao ni wa John pamoja na Janeti. Mpenzi msikilizaji, baada ya Nancy kufika hilo sehemu na kwenda kuomba kazi, ndipo alipofanyiwa interview na yule bosi wake. Baada ya kufanyiwa interview, alipita vizuri kabisa kwa shangwe na vigelegele kwamba anafaa kuwa mfanyakazi wa ndani au amini house girl. Baada ya kupewa huo house girl, basi Nancy alianza kazi yake. Baada ya kuanza kazi yake, huyo bosi alikuwa anapendana sana na mke wake ambaye ni Janeti, na Janeti pia alikuwa anampenda sana John. Hakika walikuwa wanapendana kwa dhati sana, lakini ni mtu ambaye anaonekana mwenye pesa sana. Huyu ambaye mwanadada anaitwa Janeti, ambaye ni mke wake na John, ni mtu ambaye anamiliki pesa ndefu sana, na ni mtu ambaye anaonekana ni tajiri. Basi wakati wanaendelea na maisha yao, tunamuona John alikuwa anafanya biashara zake na mambo yake akiwa busy kabisa katika kazi zake. Lakini pia huku pia tunamuona na mwanadada Nancy, naye anapambana na majukumu yake ya kufanya kazi za ndani bila kuwa na kipingamizi cha aina yoyote, na akiwa anafanya kazi kwa utashi kabisa, tena akiwa na furaha kabisa. Lakini tunamuona huyu mwanadada Nancy akiwa na macho mia, yani wanaita macho kwa mchuzi, yani maana yake anamtamani sana John. Lakini John yeye hakuwa na hilo wazo kabisa la kumtaka mfanyakazi wake, na pia alikuwa busy sana na kazi zake, na pia alikuwa anafanya kazi zake na kumheshimu sana mke wake. Lakini mke wake pia ambaye ni Janeti, na yeye tunamwona anafanya kazi zake, na akirudi nyumbani yuko na majukumu vizuri, na anamsifu sana yule dada wa kazi kwamba anafanya kazi vizuri, na wala hakuwa na wasiwasi juu ya kazi zake. Utendaji wake wa kazi hakika ulikuwa ni bora sana. Basi mpenzi msikilizaji, siku moja tunamuona John akiwa amerudi nyumbani, amekaa zake katika kiti, ametulia, anacheki zake TV. Ndipo alipomwagiza yule mwanadada Nancy, msichana wa kazi, amletee kinywaji. Basi yule dada aliamua kuchukua kile kinywaji, lakini alichofanya mwenyewe kwenye kile kinywaji anajua mwenyewe na Mungu wake. Kumbe mwanadada yule Nancy alikuwa anampenda siku zote John ambaye ni tajiri yake. Hivyo basi alipochukua kile kinywaji, kabla hajampelekea kile kinywaji, akaweka madawa ya kulevya kwenye kile kinywaji kwa ajili ya bosi wake, ili aweze kupata hicho kinywaji na aweze kulewa. Sijui alikuwa na lengo gani mpenzi msikilizaji, lakini kwa sababu tuko pamoja na tunaendelea kujuzana, tutajua alikuwa na maana gani kwa kumwekea kinywaji ambacho amemwekea madawa ya kulevya mpenzi msikilizaji. Baada ya kumpa kile kinywaji, John baada ya kunywa kile kinywaji, pale alizidiwa na usingizi mzito na akawa amelala pale kwenye kochi. Baada ya kulala pale, tunamuona mwanadada Nancy akiwa anavua nguo zake zote, na pia
Akamvua na bosi wake pale pale kwenye kochi, ndipo alipoanza kuzagamuliwa na bosi wake. Yaani ameunyanyua uume wa bosi wake na kuanza kujizagamua, akawa na ukatia kiuno ule uume wa bosi wake. Lakini wakati anafanya hayo yote, alikuwa anafanya huku akijirekodi kwenye simu, mpenzi msikilizaji. Baada ya kumaliza kujirekodi kwenye simu, yule dada baada ya kufanya mizagamuo, ndipo alipotoka na ile simu akaenda kuiweka ndani. Baada ya kuiweka ndani, akawa ameificha kabisa sehemu yake ambayo anaifahamu yeye mwenyewe, mpenzi msikilizaji. Baada ya mwanamama kurudi nyumbani, Janeti hakujua kilichoendelea, na wala yule bosi wake, mume wake, wala hakujua ambacho kimeendelea, ila alikuta tu kwamba kuna tofauti ambayo amefanyiwa na hakuelewa nini ambacho kimetokea. Lakini baadaye yule dada Nancy alimfuata yule bosi wake na kumwambia, najisikia hamu, nataka tena. Akamwambia, no, unamaanisha nini? Unajua kile kilichotokea siku ile, sikulizika kabisa kitendo ambacho unifanyia, na basi tu nimekuheshimu kwa sababu ulinifanyia kitu kibaya sana katika maisha ambacho siwezi hata kukusamea hata siku moja, ila kwa kitendo ulichonifanyia kweli sijapenda, na pia ukija ukisubutu kurudia kitu ambacho nitakufanya hutakaa ukasahau. Nancy alicheka sana na kumwambia, wewe huwezi kunifanya mimi chochote, kwa sababu nachokwambia kwa sasa unabidi ukitekeleze. Mimi nakuhitaji, na sasa hivi nahitaji tufanye tendo na wewe. Kama hutaki, niambie uone nini nitakufanyia. Wewe unataka kufunga ndoa na mke wako ambaye ni Janeti, na muda si mrefu ndoa yenu inakaribia, si bado wachumba, si ndio? Sasa nitahakikisha naharibua huo uchumba na hamtofunga ndoa kamwe. Kama uamini, jaribu kunibishia na unikatalie hiki ninachokwambia. Basi ile kaka sasa ambaye ni John akasema, wewe unachokitaka kwangu ni nini? Akasema, mimi ninachohitaji kwako ni tendo la ndoa tu. Nataka kufanya mapenzi na wewe. Kama hutaki kufanya mapenzi na mimi, basi nitakachokifanya ile siku ile kati tunafanya lile tendo la ndoa pale sebuleni, nilirekodi kwenye simu yangu. Hivyo rekodi nzima ninayo. Kwa hivyo kama utakataa kufanya na mimi, yani kila kitu mzee, nampostia mke wako sasa hivi, alafu tutaona kama hiyo ndoa mtafunga. Akamwambia, lakini unachonifanyia mimi sijapenda. Kwa nini nifanyie yote haya? Ni nini ambacho mimi nimekufanyia? Akasema, usiniulize maswali mengi. Nachohitaji mimi ni unitimizie haja yangu. Nahitaji na nakupenda, nataka unipe haki yangu. Kama haunipi, basi hicho ndicho utakachokifanya. Basi John hakuwa na yana, ilibidi tu alazimike kufanya, kwa sababu hana tena kipingamizi, kwa sababu akileta ubishi ana uhakika kweli ndoa yake itaharibika, na anampenda sana Janeti. Basi aliamua kufanya. Baada ya kumaliza kufanya, ndipo alipotoka, tunamwona ameingia chumbani kwa yule mwanadada Nancy na kuanza kupekua kila sehemu pale chumbani ndani, na kupekua kila sehemu mpaka ndani kwenye kitanda, ili aweze kuangalia hiyo simu ambayo ina hiyo rekodi ambayo alimrekodi yule mwanadada wakati wanafanya tendo la ndoa, ili aifute, ili aepukane na utumwa huu ambao yule mwanadada anamletea. Hakika ilikuwa ni utumwa ambao ni utumwa usiokithiri, kwa sababu kila muda alikuwa akitaka kufanya lolote, anamhitaji muda wowote na anamtaka kwa muda wowote, na akisubutu kumzingua basi anamtishia kwamba nitamuonesha mke wako ujumbe huu ambao tumerekodi wakati tunafanya tendo la ndoa hapo sebuleni. Sasa kwa sababu yule jamaa hapendi mke wake afahamu, John hakupenda Janeti aweze kufahamu hichi kitu kabisa. Kwa hivyo aliamua kuwa mtumwa wa video ya hiyo, akaamua kuwa mtumwa wa ngono kwa sababu ya hiyo video ambayo haijulikani mahali ilipo, na alijitahidi sana kuitafuta, mpenzi msikilizaji, lakini hakuipata kabisa. Baada ya hapo akasema, ipo siku nitakunasa tu kwenye chaneli zangu, lakini uendelea kunifanyia hivyo. Kila siku alikuwa akiamka asubuhi na kumchunguza kwa makini yule dada, ajue hata wapi ameweka hiyo simu. Lakini yule mwanadada, hiyo simu hakika ilikuwa ni siri yake, ameificha sehemu ambapo hamna mtu yeyote anayeweza kuona, mpenzi msikilizaji. Mwanadada Nancy alikuwa anaonekana kabisa kwamba anampenda sana yule bosi, lakini yeye John hakuwa na upendo wa dhati kwake, na alifanya hivyo tu kwa sababu alipewa madawa ya kulevya. Lakini hata hivyo alikuwa amechukia sana kile kitendo na anijilani sana kwa nini alikunywa kile kinywaji bila kufahamu kimewekwa madawa. Basi huku tunamuona mwanadada ambaye ni mpenzi wake sasa, Janeti. Janeti yeye alikuwa anaendelea na mishiriko yake, lakini siku moja ghafla Janeti alipata ugeni huo ugeni ambao hakutegemea kama ugeni huo ungekuja. Lakini kabla huo ugeni haujafika, siku moja alikuwa amerudi nyumbani. Aliporudi nyumbani alimkuta Janeti hayupo, ametoka.
alimkuta Nancy hayupo, ametoka. Akajiuliza, huyu Nancy leo imekuwaje ametoka afu hajapika chakula alafu mpaka saizi hajarudi? Baada ya mume wake kurudi ndipo alipomwambia, hivi John, hivi tunaishi na msichana wa kazi huko ndani au naishi na mke mwenzangu? Akamwambia, unamaanisha nini? Akamwambia, sasa msichana wa kazi yake ni nini? Silitakiwa huko ndani apike? Silitakiwa aandae kila kitu huko ndani? Kwa nini tumerudi nyumbani tunakuta hamna kilichoandaliwa na wala hakuna chakula kilichopikwa? Nini maana yake? Ina maana kazi yake huyu msichana ni nini? John akamwambia, usijali, mimi nitaongea naye na nitamueleza kwa nini anafanya hivyo. Baada ya John kwenda kumueleza, kwa nini unashindwa kupika humu ndani na kuaje, alimwambia, kwani ni lazima nipike mimi? Hata mke wako si anaweza kupika? Ilibidi yule mwanadada ambaye ni mke wa bosi ambaye ni Janeti ashangae kwa majibu haya. Akasema, kwa nini anakujibu namna hiyo? Unashindwa kumpiga? Akamwambia, nini? Hebu asubutu aone, ajaribu kunipiga kama anaweza. Kwa kweli, yani mwanadada Nancy alikuwa anaonekana ana kiburi sana, afu haijulikani hicho kiburi anachokilingia ni nini. Yule mwanadada ambaye ni mke wa bosi alikuwa hafahamu kabisa kwa nini huyu dada anakuwa na kiburi cha kiasi hichi. Alimjibu John na kumwambia, kama unaisikia njaa, mwambie mke wako aingie jikoni na apike. Mimi siwezi kuingia na kupika chakula kwa sababu wewe mwenyewe unajua nini ambacho nakifanya. Na ukitaka kubisha, jaribu kunikoroga sasa hivi uone kitu nitakachokifanya. Basi John aliamua kuwa mpole, lakini yule mwanadada alianza kushangaa, kwa nini unakuwa mpole juu ya huyu dada? Kuna jambo gani ambalo unanificha? Au kuna kitu gani ambacho unakifanya na huyu dada mpaka unashindwa kumkemea na kumpiga wakati ni msichana wetu wa kazi huko ndani? Basi John yeye hakuongea kitu, aliamua kunyamaza na kumwambia, tulia, mimi nitalishughulikia hilo swala, wala hata usijali, mimi nitalimaliza na nitaongea nao kwa ustaarabu tu, ataelewa. Akamwambia, kwa nini usiongee naye mbele yangu? Wewe unachokiogopa ni nini? Mimi nahitaji uongee naye mbele yangu hapa na mimi nikiwa nasikia. Lakini John aliamua kutulia na kumwambia, nitalimaliza hilo swala mwenyewe, naomba nisikilize kwa makini. Huyu mwanadada ni msichana wetu wa kazi, hivyo natakiwa kwenda naye taratibu. Basi ilibidi tu mwanadada anyamaze na kusema, ngoja nisubirie nione, lakini kama kuna lolote linaloendelea huko ndani, hakika nitajua tu, na lazima nikifahamu, hakika nitafanya kitu kibaya sana. Lakini siku hiyo tunamuona mwanadada mmoja akiwa amekuja, amevalia nguo zake ambazo ni nzuri kabisa za kupendeza, lakini alikuja kwa magasabu makubwa sana hapo nyumbani kwa John. Baada ya kufika kwa John, alimkuta Jennifer akiwa ametulia zake ndani. Alimkuta Janeti akiwa ametulia zake ndani, ndipo alipomwambia, hivi Janeti, hivi ulichokifanya unaona ni sahihi kwako? Akamwambia, unanihitaji wewe? Mimi si mama yako, unanihitaji mimi Janeti? Akamwambia, nakuita Janeti kwa sababu umenikosea heshima sana mamangu. Wewe sawa ni mamangu mzazi, lakini kwa kitendo ulichokifanya kimenikera na kuniudhi sana. Yaani kimenikera na kuniuzi kwa sababu haiwezekani ukamwacha baba yangu mgonjwa ndani, hali yake mbaya, anaumwa, na ukakomba pesa zote na umekuja kuolewa na huyu kijana. Hivi maana yako ni nini wakati unafanya hivyo? Au ulihisi nini labda? Janeti kumbe ana siri yake bwana ambayo ameificha, ambayo sisi wote tulikuwa hatufahamu. Kumbe amemwacha mume wake, yani ni mke wa ndoa wa mtu ambaye amemwacha mume wake akiwa anaumwa hali mbaya sana, tena hali ya kutisha, ya kusikitisha kabisa. Akamtelekeza na kumwacha na mtoto wake binti, ambaye ndio huyo binti anayelalamika sasa, ambaye ni binti mkubwa kabisa. Akamwacha yule mwanamke, akamwacha mume wake akiwa anaumwa ndani na kubeba pesa na kuondoka na kwenda kula bata na huyu kijana ambaye ni John. Yaani ameolewa na John kwa sababu anampenda John, amemwacha mume wake ambaye ndo mzazi mwenzake ambaye amezaa naye watoto. Sasa hiyo si ndo tunakuja kuipata wakati yule mwanadada sasa anamwambia mama yake, kwa nini umemwacha baba yangu akiwa anaumwa hali mbaya, alafu umekuja kuolewa na kijana? Furaha yako wewe ni nini? Au unasikia raha kuishi na huyu kijana, unaenjoy mapenzi yako wakati umemwacha baba akiwa anateseka kitandani? Lakini wakati anaongea yote hayo, kumbe yule mwanadada alikuwa akisikiliza. Yule mwanadada Nancy, msichana wa kazi, alikuwa akisikiliza yote hayo ambayo yule mwanadada mtoto wake na yule Janeti alikuwa akimwambia. Janeti akamwambia, naomba unisikilize mwanangu,
naomba unisikilize kwa makini. Mimi sijawakimbia, ila mimi nimeamua kufuata mapenzi yangu ya kweli, kwa sababu huyo baba yako mimi nililazimishwa naye tu kuolewa naye. Sikumpenda hata kwa dhati, lakini walinilazimisha tu mimi. Sasa kama walinilazimisha, nimeshaona sasa hivi anaumwa, siwezi kuishi naye na wala simtaki. Ndio maana nikaamua kuondoka. Akaambia, umenikera sana mama, yaani sikutegemea kama unaweza kufanya kitendo cha kinyama kama hivyo. Yaani mama yangu mzazi, unaenda kuolewa na mwanaume mwingine, unatutelekeza watoto wako pamoja na bwana wako ambaye umezaa naye watoto. Kweli hii sio haki kabisa ulichokifanya mama. Sijapenda na nimechukia sana. Alipomaliza hayo maongezi, wakati anaongea alikuwa anaongea kwa ghadhabu sana. Alipotoka nje akakutana na John mlangoni, lakini hata hakumsalimia. Aliondoka na kupitiliza moja kwa moja na kufungua geti na kutoka zake kwenda nje. Baada ya kutoka kwenda nje, ndipo John alipoingia ndani na kumkuta Janeti akiwa kama vile analia, lakini alipomuona alifuta machozi ghafla na kujifanya kama anajichekesha hivi. Akamuuliza, mbona nimekutana na msichana mmoja ambaye ametoka kwa ghadhabu sana na akiwa na hasira. Shida ni nini, au ni nani huyu msichana? Yule mwanadada akamwambia, huyo ni mtoto wangu tu, ni mtoto wa rafiki yangu, lakini hana shida wala nini. Kuna kitu tu alikuwa amekuja kukiuliza, alikuwa amekipoteza, kwa hiyo akawa amekikosa. Hivyo alikuja kuniuliza mimi kwa sababu kuna muda si mrefu nilikuwa naye sehemu moja, hivyo alijua labda hicho kitu ambacho amepoteza labda mimi ninacho. John akamwambia, una uhakika na hayo unaoongea? Akamwambia, ndiyo mume wangu, wala sina shaka juu ya hilo, ni kweli nakwambia. Basi akaamua kupotezea, lakini John akamwambia, hata hivyo nilikuwa nataka nikuelezee kwamba siku yetu ya ndoa imekaribia. Hebu jitahidi kujiweka sawa, kwa sababu muda si mrefu tutaenda kufunga ndoa na kuwa mume na mke, kwa sababu walikuwa wanaishi tu, bado hawajaweza kufunga ndoa. Hivyo walikuwa wanahitaji kufunga ndoa yao ili waweze kukamilisha kabisa mpango mzima wa kufunga ndoa ili waishi kihalali. Lakini baada ya kutoka hapo, John alipoondoka na kuendelea na mashughuli yake, basi siku hiyo mwanadada alifanya makusudi kabisa, hakutaka kufanya chochote pale ndani. Akawa amekaa, amemkuta mwanamama ambaye ni Janeti amekaa zake kwenye kochi anaangalia TV akiwa amekunja miguu, ameweka kwenye sofa. Naye ndipo alipenda kukaa sasa mwanadada Nancy na kunyoosha miguu yake na kuipandisha juu na kukunja bonge la 4 kwenye sofa. Basi mwanadada Janeti akasema, hivi ninachokiona ni macho yangu au naota? Akamwambia, usichokijua hapo ni nini? Akamwambia, we Nancy, sinakuita wewe Nancy. Nancy akashtuka, akamwambia, unasemaje tena kwa ukali? Akamwambia, kwa nini unanijibu vibaya hivi? Hivi ninachokiona ni naota au ni macho yangu? Wewe ni wakuja kukaa kwenye sofa na mimi na unakunja 4 kama mimi? Akamwambia, kwani shida yako ilikuwa nini? Kwa hiyo nisikae, si ndio? Ina maana hamna kazi za kupika huko ndani, hamna shughuli za kufanya, hata kudeki umemaliza? Akamwambia, kama vipi hizo kazi unaweza kufanya mwenyewe? Basi yule mwanadada Janeti baada ya kujibiwa hivyo, aliamka na kumnasa kibao yule mwanadada Nancy ambaye ni msichana wa kazi. Baada ya kumnasa kibao, Nancy akasema, umenipiga? Akamwambia, ndio, na ukitaka tena naweza nikarudia kukupiga. Akamwambia, unasemaje? Hebu rudia kunipiga tena. Rudia kunipiga tena. Mwanamke usiye na haya wewe, ambaye umemtelekeza mume wako na kuja kuolewa na John, kumbe umemwacha mwanaume na watoto na familia na una watoto wakubwa kabisa. Baada ya kuongea hivyo, mwanadada Janeti alishtuka na kuwa mpole ghafla. Akasema, Mungu wangu, kumbe hii siri na huyu msichana alisikia. Mama yangu. Akamwambia, sasa nikwambie kitu. Ukinifanya chochote au ukarudia kunipiga tena, nitamwambia kila kitu mume wako, kwamba wewe ni mama ambaye umetelekeza familia na umemwacha mume wako akiwa ni mgonjwa ndani amelala, wewe umekuja kuolewa naye huku. Basi mwanadada yule alinyamaza kimya, hakuongea tena. Janeti akamwambia, basi naomba tu yamalize, usije ukaongea na mtu yoyote, wala usije kumwambia mume wangu. Akasema, kama hutaki niongee, nahitaji hela, nipe hela kisha mimi nitanyamaza. Akamwambia, ulikuwa unahitaji shilingi ngapi? Akamwambia, nahitaji kama naira 30 hivi, yani kama milioni 30 hivi. Akamwambia, milioni 30 mbona ni nyingi sana? Akamwambia, naitaka hiyo hela, la sivyo nitoe siri.
Akamwambia basi usitoe siri, mimi nitakupa hiyo hela, hakika na kuahidi nitakupa hiyo hela. Na pale pale akamwambia nitajie namba zako nikutumie sasa hivi kwenye simu yako, ila usije ukamwambia mume wangu hichi kitu. Kumbuka huyu mwanamama Janeti alikuwa ni mtu mwenye pesa nyingi sana na ana pesa kweli. Basi pale pale alimtajia namba za simu na akamfuadia ile hela pale pale, akiwepo pale pale, na akamwambia bado hii haitoshi, kama utaniletea nzengele yoyote humu ndani, hakika nitamwambia mume wako kwamba umetelekeza familia na mume wako akiwa mgonjwa umekuja kuolewa naye. Akamwambia chonde chonde, naomba usije ukamwambia mume wangu karibu ndoa yangu, hakika nampenda sana John, usije ukanifanyia hivyo tafadhali. Basi Nancy aliamua kutulia zake na kukaa pale. Siku moja tena akawa ametoka na kwenda zake kutembea na hakufanya chochote hapo ndani wala hata hakupika, akawa ameishia tu kurudi akiwa amejichokea sana. Na alipofika Nancy alimkuta mume wake akiwa anawaka sana. Hivyo wakaanza kugombana. Mume wake anamwambia, mume wa Janeti anamwambia Janeti amwambie mfanyakazi aende akapike, anasikia njaa. Lakini Janeti hana kauli ya kumwambia Nancy kwenda kupika kwa sababu anaogopa na siri yake ambayo anaijua. Akimforce tu anaweza akamwambia. Na pia Janeti anamwambia John kwamba amwambie msichana wa kazi aende akapike. Lakini naye John pia anaogopa kumwambia kwa sababu anajua ana siri yake. Akimwambia itakuwa noma na pia mambo yote yatavurugika. Basi kila mtu alikuwa amemwambia tu kwamba tumwache, huyu ni mtoto, atajirekebisha tu mwenyewe. Kila mtu alikuwa akimwogopa sana Nancy kwa sababu ya siri aliyokuwa nayo, ni siri moja nzito. Yani ana madhaifu ya kila mtu ambayo ameyashikilia kwamba anatumia ule udhaifu kukunyanyasa, yani kwamba ukimfanya chochote basi atamwambia mume wake. Na pia naye mwanaume anasema ukinifanya chochote nitamwambia mke wako. Kwa hivyo wote wakawa wanamwogopa. Hivyo John akaishia tu kumwambia bwana, muache tu huyu bwana, tutamwambia tu taratibu kwa sababu bado ni mtoto. Akamwambia wewe ndio unasema leo huyu ni mtoto, unashindwa kumpiga au kuna nini ambacho kinaendelea? Kuna kitu unachonificha, si ndio? Akamwambia hapana, sina kitu unachokificha, lakini wewe angalia sasa, mtu kama hajapika si unamwambia kwa utaratibu mpaka umgombeshe? Basi kila mtu alikuwa ni mpole na kuwa muoga sana juu ya hilo jambo. Baada ya hapo ilibidi hasa Nancy aondoke na kuwa kifua mbele. Siku moja walikuwa wanaenda kufunga ndoa, sasa siku ya ndoa ambayo imekaribia, yani wameenda sasa siku ya ndoa. Lakini wakati wanaenda njiani, basi ile John alisahau kitu nyumbani. Ndipo alipomwambia mke wake, kuna kitu nimesahau nyumbani, naomba nirudi mara moja chapo nikachukue. Aliporudi nyumbani ndipo alipomkuta Nancy akiwa amejaa tele na kumwambia, hapa ulipokuja najua unawahi kwenye ndoa, sasa hapa huwezi kutoka mpaka unipe kile ambacho mimi nakitaka. Akamwambia unataka kitu gani? Si unajua leo ni siku yangu ya ndoa, tafadhali naomba usiniharibie. Kwa nini unakuwa hivyo Nancy? Akamwambia hapana, sikuharibii, mimi ninachotaka unipe haki yangu, na mimi pia unaweza kunipa haki. Na kupenda na kuhitaji, nahitaji tufanye mapenzi. Kama hutaki tufanye mapenzi, hakika ninamwambia mke wako kila kitu. Sasa ikabidi John amwambie, naomba basi niache kwanza niende nikamaliza hili swala la ndoa, nikishamaliza nikija tutafanya. Akasema hapana, hapa humo ndani utoki au unabisha. Yani ukikataa kutoka hapa ndani, ukingangania kutoka bila kufanya na mimi, hakika utakuta message imeshatangulia. Yani hii record nitaiforward, itatangulia kabla yako wewe. Yani wewe ukifika hakuna ndoa itakayofanyika hapa. Basi John hakuwa na maana wala hakuwa na hiana yoyote, ilibidi tu akubaliane na akaamua kufanya kile kitu ambacho Nancy anakitaka. Ndipo Nancy baada ya kulizika, lakini bado akawa anamwambia sijatosha, nataka tena. John akamwambia acha ujinga wewe, mimi nawahi kwenye ndoa, unanifanyia mambo gani hayo? Akamwambia mimi nataka tena. Wakaanza kufukuzana hapo ndani. Mwanadada Nancy bado anataka tena, hajalizika na kile kitendo alichofanyiwa na John. John ilibidi akimbie kabisa na kumkwepa na kufungua mlango na kukimbia. Akamwacha Nancy akiwa ametulia, na Nancy akacheka na kusema, hakika nitakukomesha, yani utakoma na kuambia mwaka huu mpaka useme. Alafu pia na yule mwanamama alipomwona John amechelewa alikasirika, lakini alipofika walifunga ndoa yao na kurudi nyumbani. Waliporudi nyumbani ndipo walipoanza sasa marumbano na kuanza kugombana. Nancy akiwa ametulia zake chumbani kwake, anasikia milindimo huko ndani ya ugomvi mkubwa ambao ulikuwa ukirumbana kwamba kwa nini umechelewa kwenye ndoa, ilikuwa nini, umefuata nini nyumbani mpaka uchelewe hivi.
John akamwambia, nilikuwa nimefuata kitu ambacho nilikuwa nimekifuata sijakiona kwa wakati. Nilikuwa natafuta na nilikuwa nimesahau wapi nilikiweka. Akamwambia, hapana, sio ndo uchelewe kiasi hicho. Hivi wewe ni wa kunifanyia hivi mimi? Mimi nakaa paka nataka kupata aibu mbele za watu. Mtumishi amekaa nasubiria kutufungisha ndoa. Wewe umechelewa paka saizi, maana yake nini? Lakini John alimwambia na kumuomba. Akamwambia, samahani, naomba nisamee mpenzi wangu. Sikuchelewa kwa makusudi. Mbona nilikuja kwa wakati, lakini ingawa nimechelewa kwa sababu nilichokuwa nakitafuta sikukiona kwa wakati. Akamwambia, hapana, wewe kuna kitu ambacho ulichokuwa unakifanya. Sasa mimi nakwambia hivi, yani umenikera sana na umeniuzi kiukweli. Hivyo hakika mimi sitoikaa na wewe kwa amani. Yani umenikera sana. John alimwambia, nisamee mpenzi wangu Janeti. Hakika mimi nakupenda sana. Lakini haya yote yaliyotokea ni madhaifu tu ambayo yamenitokea, nilichelewa na kusahau kile kitu. Naomba nisamee. Huku Nancy akiwa anachekelea kwa sababu anajua alichokifanya na hakika alikuwa akifurahia sana. Baada ya kufunga ndoa, wawili hawa sasa wakawa ni wanandoa, wakawa wanaishi kwa amani, lakini wakiwa wanamuogopa sana msichana wa kazi. Ndipo siku moja mwanadada akaamua kuchukua sasa sumu ili amwekee yule msichana wa kazi afe kabisa, ili asimsumbue kabisa katika maisha yake. Hivyo alipoweka ile pisani ya wali, ndipo akainyunyuzia ile sumu, na huku akisema kwamba utakufa mwanaharamu wewe, kwa sababu umezoea kunipeleka sana na kunipelekesha. Sasa mimi sio kupelekeshwa, mimi ndio Janeti. Ngoja sasa ufe ili uone raha ya kufa ni nini. Alipoweka kile chakula, ile sumu, ndipo alipomuita Nancy. Akamwambia, Nancy, njoo uchukue chakula ule. Nancy akamwambia, nimechoka sana saa hizi, nitakula baadaye. Nancy ilibidi achukue kile chakula na kwenda nacho ndani kwake. Baada ya hapo, ndipo baada ya muda kidogo, ndipo mwanadada Janeti alipoingia kule kwa Nancy chumbani kwake. Wakati ameingia, akamkuta mwanadada akiwa amelala, amenyoosha miguu na mikono. Akaangalia kwenye meza, akakuta kile chakula kimeliwa chote, sahani ikiwa mtupu. Ndipo alipoanza kujiongelesha sasa mwenyewe pale kitandani na kusema, kufa mwanaharamu mzima wewe. Yaani mimi unanisumbua, unaniona mimi kama mtoto wako, sio? Hivyo wewe ni wa kunichezea mimi? Yaani mimi niwe kijakazi kwako wakati mimi nakulipa hela ya mshahara? Sasa kufa. Ndio maana niliweka hiki chakula sumu ili ufe kabisa, usije ukanisumbua tena kwenye maisha yangu, kwa sababu wewe ni msichana mbaya sana. Sikutegemea kama unaweza ukawa mbaya kiasi hicho. Yaani wewe ni wa kunipeleka mimi, unanipeleka. Sasa tutaona wasalimie huko mbinguni wote utakao wakuta, na ukaa bora hata umekufa. Sasa sasa hivi nitaishi kwa amani na furaha. Wakati anaongea hayo, akashangaa yule mwanadada akijigeuza pale kitandani, akasema, Mungu wangu, nimeyakanyaga. Kumbe yule mwanadada hajafa hata kidogo, na kile chakula amekula na kufa hakufa. Angalia mwanadada alichokifanya sasa. Kumbe baada ya kuchukua kile chakula, alienda akakimwaga, na pia akapakua chakula kingine na akaenda akala na akaweka pale sahani. Kumbe naye alishasanuka kwamba anawindwa vikali na mwanadada Janeti ambaye ni bosi wake wa kike. Hivyo alishashtuka na kujua kabisa kwamba hapa nitafanyiwa mtego, siku moja nitauawa. Kwa hivyo alishakuwa makini. Wanawake huwa ni rahisi sana kuwafanyia mtego wa wanawake wa kazi, kuwaua, lakini tofauti na mwanaume anaweza kuvumilia, lakini si kwa mwanamke. Mwanamke ni rahisi sana kumuua msichana wa kazi. Hivyo aliamua kufanya hivyo ili amuue, lakini kumbe yule mwanadada Nancy alishashtuka kabisa na kujua hiki chakula kitakuwa kina madhara. Basi baada ya hapo tunamuona John sasa akiwa hana furaha, akiwa amekaa na mawazo sana. Ndipo mpenzi wake akawa anamuuliza, kwa nini, mbona unaonekana una mawazo sana? Akamwambia, kweli kuna kitu kinaniumiza akili sana. Akitaka kumwambia lakini anashindwa ataanzaje. Nakumbuka John yeye hakufanya makusudi, aliwekewa tu kinywaji kilevi cha madawa kulevya, ndipo yule mwanadada alipofanya lile tendo huku akiwa na rekodi, lakini yeye hajahusika. Ila sasa siri yake anashindwa kumwambia, ataanzaje kumwambia mke wake ambaye ni Janeti? Na Janeti yeye anajua kabisa kitu alichokifanya, kwa sababu yeye kweli ametelekeza familia, mke wake ametelekeza mtoto wake pamoja na mume wake, lakini hataki kumwambia naye pia. Sasa kila mtu anawaza atamwambiaje mwenzake. Wakiwa wamekaa ndani ya dimbwi na mawazo, kila mtu anawaza atamwambiaje mwenzake. Ndipo naye mwanadada Nancy alipokuja na kukaa hapo hapo. Alipokuja kukaa wakasema, oho, mambo yameharibika hapa. Kila mtu akajisemea moyoni kwamba hakuna kitakachoendelea tena hapa, maana kila mtu alikuwa tayari kutaka kumwambia mwenzake kinachomsibu, mpaka huyu mwanadada anawakera. Lakini walipomuona amekuja kukaa pale, walishindwa na wote wakaondoka, kila mtu akaingia chocho yake.
Mwanadada Nancy aliendelea kukaa hapo akiwa anafikiria, sasa itakuwaje hivi, nitafanyaje mimi kwa sababu hawa watu nimeshawateka, nimeshaweka kwenye viganja, lakini maisha yangu pia yako hatarini. Kama nimenusurika kuwekewa sumu, je, itakuwaje? Hivyo naye maswali mengi yalikuwa yakimsumbua kichwani mwake, anawaza kwamba atafanyaje. Lakini John alikuwa na yeye amekaa anafikiria kwamba atafanyaje ili amwambie mke wake ili swala ili liweze kuisha, kwa sababu nyumba tena haina amani. Msichana wa kazi hakuna anachofanya, mama wa nyumba ndo amekuwa mpishi na baba wa nyumba amekuwa mtumwa, yani wote wamekuwa watumwa. Mpenzi msikilizaji, tuendelee katika season ya